Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi njema. Umetupa neema ya kuwepo machoni pako kutafakari maneno haya. Tunakualika uwepo katikati yetu katika jina lako. Amen. Tunasoma maneno ya Mungu kutoka kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya kwanza mstari wa 11. Maneno haya yanasema hivi: akaweka nadhiri akasema, e Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe. Wapendwa, maneno haya nimeapa kichwa kinachosema ondoa nadhiri yako kwa Bwana. Na tunajua kabisa kwamba wote, Hana huyu alikuwa ni mke wa Elikana, ni mke wake wa kwanza, na ni mwanamke ambaye hakujaliwa kuzaa watoto katika maisha yake yote, mpaka Elikana alipopata mwanamke wa pili ambaye alikuwa ni Penina. Huyo Penina ndiye aliyekuwa na watoto. Kwa hiyo moyoni mwake huyu mama Hana alikuwa akimuomba Mungu siku zote ili apate mtoto ambaye atatoka katika tumbo lake. Na katika siku zote Hana alikuwa ni mtu wa kwenda madhabahuni kwa Bwana akimuomba Bwana kwa ajili kumpata mtoto. Mstari tuliosoma unasema kwamba aliweka nadhiri kwa Bwana kwamba Mungu atakapolikumbuka teso lake na kumpa mtoto wa kiume, ndipo atakapomtoa huyo mtoto amuweke madhabahuni kwa Bwana. Na ndivyo ilivyokuwa hata katika maisha yake. Mungu alisikia maombi ya Hana, akamjalia kupata mtoto, na kwa nadhiri yake aliyoiweka mbele za Bwana, baada ya kumnyonyesha huyo mtoto, alipozaliwa, alipomwachisha maziwa, Hana alifanya kuiondoa nadhiri aliyoiweka kwa Bwana. Ukisoma ule mstari wa 24 katika sura hiyo, utaona namna ambavyo Hana alivyofanya. Baada ya kumnyonyesha na kumwachisha mtoto wake kunyonya Samuel, ndipo alipompeleka kwenye madhabahu ya Bwana ili kwamba huyo Samuel aendelee kuwa mtumishi wa Mungu. Kwa sababu hiyo tunajifunza kutoka kwa Hana kuziondoa nadhiri ambazo tunajiwekea sisi wenyewe kwa Bwana. Ni vema kuondoa nadhiri, kwa sababu tusipoziondoa nadhiri zetu mbele za Bwana hatutakuwa salama. Ndio maana nimelipa neno hili kichwa kinachosema ondoa nadhiri yako kwa Bwana. Usalama wetu ni kuondoa nadhiri zetu tunazomwekea Bwana. Tujifunze kutoka kwa mama Hana ambaye alimwekea Bwana nadhiri yake. Na maneno haya yatusaidie pia katika maisha yetu sisi tunaosikiliza, tunaoyasoma, na Roho Mtakatifu aendelee kututafakarisha namna ya kuweza kuyafanya. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina.